Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali, na kubwa zaidi ni kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anasema kwamba Iran kamwe haitajisalimisha kwa Marekani. Anasema kwamba Iran ni taifa kubwa, hatutajisalimisha na hatutovumilia uchokozi. Kiongozi mkuu anasema kwamba mtu yeyote anayesema au kuzani ya kwamba Iran itajisalimisha kwa Marekani basi anachekesha. Sisi Iran kwa sasa tuna uwezo wa kushambulia na kuharibu maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Iran ni taifa kubwa, hatutavumilia uchokozi. Sasa ameyazungumza haya ni katika maoni yake ya kwanza kabisa tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Israel. Lakini kubwa amesema kwamba mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya nyuklia hayakufanya lolote la maana. Nikukumbushe kwamba rais wa Marekani Donald Trump alijisifu sana kwamba Marekani katika shambulizi lake katika maeneo ya nyuklia ya Iran waliweza kushambulia na kuirudisha Iran kwa kiasi kikubwa mno katika utengenezaji wa mabomu ya nyuklia. Lakini pia kwenye kituo cha Fordo alisema kwamba Fordo sasa tumeiondosha kabisa kwenye uso wa dunia. Tunakumbuka kwamba Marekani alitumia mabomu yake ya bunker buster na ndege zake za B-2 ziliweza kushambulia maeneo hayo. Lakini tukashuhudia pia baada ya ripoti kutoka CNN pamoja na vyombo vingine vikiripoti ya kwamba Marekani katika mashambulizi yake hawakufanikiwa kushambulia kwa kiasi kikubwa. Yani kama walipiga maeneo ya nyuklia basi walipiga kwa kiasi kidogo sana. Sasa baada ya taarifa hiyo Trump alikasirika sana, na tukaona sasa CIA wakaamua kufanya uchunguzi, na CIA ikasema kwamba wao wana ushahidi kwamba mpango wa nyuklia wa Iran uliharibiwa vibaya, huku tathmini ya asali za mashambulizi ya Marekani ikiwa bado inaendelea. Nikukumbushe kwamba mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe siku ya Jumatano alisema katika taarifa kwamba shirika hilo limepata ushahidi wa kuaminika ambao unaonyesha mpango wa nyuklia wa Iran umeharibiwa vibaya, na mgomo wa hivi karibuni ambao ulifanywa na Marekani basi maeneo hayo yameharibika vibaya. Lakini pia akisisitiza juhudi kubwa za jumuiya ya kijasusi zinazoendelea kubaini asali za migomo ya Marekani kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini humo. Bila kutoa maelezo yoyote yale, mkurugenzi wa CIA Ratcliffe alisema kuwa ushahidi wa CIA ni pamoja na intelijensia mpya kutoka kwa chanzo au mbinu inayotegemewa kihistoria kwamba vituo kadhaa muhimu vya nyuklia vya Iran viliharibiwa na italazimika kujengwa upya na itawachukua miaka mingi sana. Haikuwa wazi ikiwa Ratcliffe alikuwa akitoa tathmini rasmi ya wakala au mtazamo wake kuhusu ujasusi, lakini kauli hiyo ilikuwa imekuja siku moja baada ya uchambuzi wa awali wa shirika la ujasusi la ulinzi ambao ulipendekeza kwamba mashambulizi ya Marekani siku ya Jumamosi hayakuharibu na hayakurudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran, lakini pia na kuna uwezekano wa kurudisha nyuma matarajio ya nyuklia ya Tehran kwa muda wa miezi kadhaa, kuripotiwa na CNN pamoja na vyombo vingine. Wao waliripoti ya kwamba mashambulizi ya Marekani hayakuharibu kwa kiasi kikubwa maeneo ya nyuklia ya Iran. Sasa CIA kwa taarifa hii unaweza kusema kana kwamba walifanya uchunguzi au waliripoti kwa lengo la kumfurahisha rais wa Marekani Donald Trump. Lakini baada ya yote hayo kutokea, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anasema mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya nyuklia hayakufanya lolote la maana. Sasa hii ni katika maoni yake ya kwanza tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Israel. Moja kwa moja tuzame ndani zaidi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Iran haitajisalimisha kamwe kwa Marekani, akitoa sauti ya dharau katika matamshi yake ya kwanza tangu kusitishwa kwa mapigano na Israel. Khamenei mwenye umri wa miaka 86
alidai ushindi baada ya siku 12 za vita na kumalizika kwa shambulio la Iran kwenye kambi kubwa zaidi ya jeshi la Amerika katika Mashariki ya Kati huko Qatar, baada ya Amerika kujiunga na shambulio la Israel. Rais wa Marekani Donald Trump alifichua ukweli na kuweka wazi kwamba Wamarekani hawataridhika na chochote isipokuwa kujisalimisha kwa Iran. Tukio kama hilo halitotokea kamwe, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema. Matamshi ya Khamenei yanakuja siku mbili baada ya kusitishwa kwa mapigano ya kusitisha vita kati ya Iran na Israel. Makabiliano mabaya zaidi ambayo yametokea kati ya maadui hayo mawili na kuashiria kuonekana kwake hadharani kwa mara ya kwanza tangu Juni 19. Hotuba hiyo pia inakuja huku kukiwa na taarifa zinazokinzana nchini Marekani kuhusu kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo muhimu ya nyuklia ya Iran huko Fordo, Natanz pamoja na Isfahan wakati wa mzozo huo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mashambulio hayo yalifuta vifaa vya nyuklia, lakini Khamenei alisema Trump ametia chumvi asali za mashambulizi hayo na kusema Marekani haijapata chochote kutokana na vita hivi, akidai mashambulizi ya Marekani hayakufanya lolote la maana kwa vituo vya nyuklia vya Iran. Jamhuri ya Kiislamu ilishinda na kwa kulipiza kisasi ilipiga kofi kali kwa uso wa Amerika, alisema, akimaanisha shambulio la kombora la Iran ambalo lililenga kambi ya anga ya Amerika huko Qatar, ambayo haikusababisha hasara. Lakini pia kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kuwa jeshi la Iran lilifanikiwa kulenga nyadhifa za kijeshi na zisizo za kijeshi na kusababisha uharibifu mkubwa nchini Israel, na kuongeza kuwa ikiwa Israel itatushambulia tena wataona uharibifu zaidi, ameongeza. Khamenei alisema kuwa mpango wa nyuklia wa nchi hiyo unasalia kwa kiasi kikubwa kinyume na taarifa za Marekani, lakini pia amesema kwamba maeneo mengi bado yapo na kwamba Iran itaendelea na mpango wake wa nyuklia. Iran na Israel zimedai ushindi katika vita hivyo vya siku 12, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akipongeza siku ya Jumanne ushindi wa kihistoria kwa Israel. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yamesababisha vifo vya takribani raia 627, Wizara ya Afya ya Tehran ilisema, huku takwimu rasmi zikionyesha kuwa mashambulio ya Iran dhidi ya Israel yaliwaua watu 28. Mazishi ya kitaifa yatafanyika Jumamosi mjini Tehran kwa makamanda wakuu na wanasayansi wa nyuklia waliouawa katika vita hivyo. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini taarifa kubwa ni kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anasema kwamba mashambulizi ya Marekani katika vituo vya nyuklia vya Iran hayakufanya lolote la maana, lakini pia Iran itaendelea na mpango wake wa nyuklia kama kawaida. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa. Kubwa zaidi tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi.